Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi Dira ya Tabia Nchi. Lengo la kipindi hiki ni kuchambua kwa kina masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na hali ya hewa kwa madhumuni ya kuimarisha maisha yetu duniani. Mimi ni Noel Cynthia Atieno. Katika kipindi chetu cha wiki iliyopita, kwa mara nyingine tena tulitathmini umuhimu wa habari za hali ya hewa kwetu sisi kama Wakenya. Awali katika mitandao yetu ya kijamii tulikuuliza tofauti kati ya tabia nchi na hali ya hewa, ambapo tulipata majibu kadhaa. Okwaro Malvin alisema tabia nchi ni climate na hali ya hewa ni temperature. Patches alisema kwa tabia nchi huja taratibu, lakini hali ya hewa ni ghafla na inaweza kuathiri eneo moja. Kimros Tabiri alisema mimi sijui tofauti. Usiwe na shaka msikilizaji wetu, kwani kipindi cha leo kitahusisha maelezo ya kina kuhusu tofauti kati ya mabadiliko ya tabia nchi na hali ya hewa. Kabla hatujazamia kwenye mada yetu ya leo, tafadhali tembelea mitandao yetu yote ya kijamii @KBC Radio Taifa na utuambie, je, kwa maoni yako, mkulima katika maeneo kame anawezaje kuendesha kilimo chake ili apate mavuno mazuri? Je, kwa maoni yako, mkulima katika maeneo kame anawezaje kuendesha kilimo chake ili apate mavuno mazuri? Tungependa kusikia maoni yako. Tuambie kupitia Facebook, Twitter na Instagram kwa kutumia @KBC Radio Taifa. Kumbuka kutaja jina lako na kaunti yako. Jibu lako litasomwa katika kipindi cha wiki ijayo. Katika kipindi cha leo tunazungumza naye Benjamin Bahati, mkurugenzi wa idara ya utabiri wa hali ya hewa katika kaunti ya Busia, ambaye atatueleza baadhi ya istilahi muhimu zinazotumika katika utabiri wa hali ya hewa. Mabadiliko ya hali ya hewa yanamaanisha yale mabadiliko ambayo yanachukua kama miaka 10. Unapata kuna mabadiliko kwa vile vitu vinatengeneza hali ya anga kama hali joto na mvua ambayo inachukua muda ya at least a minimum of 10 years. Weather forecast ni utabiri wa hali ya hewa, na kuna vile utabiri wa hali ya hewa utapata ile mabadiliko ya tabia nchi yatachangia kwa mabadiliko ya utabiri wa hali ya hewa kila mahara. Sababu unaweza pata kufuatana na tabia nchi, unaweza pata mvua inaongezeka inakuwa mingi, ama sehemu zingine inakuwa kidogo. Unaweza pata kwamba joto ama temperature inaongezeka, lakini ile mabadiliko ya tabia nchi inachangiwa na kuongezeka kwa gesi fulani kwa hewa kama gesi kama methane, carbon dioxide. Labda utuelezee athari za mabadiliko ya tabia nchi katika mifumo yetu ya hali ya hewa. Tunaweza pata kwamba mvua inaweza kuwa ikija inakuja na nguvu sana, inakuwa mingi ama inakuwa kidogo sana sehemu zingine. Unaweza pata kama kuna upepo mkali unakuwa ule wa hali ya juu na even more frequent. Unapata kwamba pia kuna ongezeko la maji kwa bahari kama Indian Ocean, sababu joto imeongezeka na labda glaciers pia zimemelt. Kunaweza kuwa na mabadiliko kama ya kutokuwa na wanyama fulani ambao walikuweko zamani. Hizo zote zinaletwa na hayo mabadiliko, wanahama wanaenda sehemu ambapo labda joto iko chini kidogo. Kenya hasa tuna athari za mafuriko, hasa magharibi mwa Kenya, upande ya Nyando, upande ya Budalangi na pia upande wa pwani, upande Mto River pia huwa ina mafuriko. Na hata wakati wa El Nino mwezi wa November, December 2023 kulikuwa na mafuriko mabaya sana sehemu za Samburu. Lakini pia mbali na mafuriko huwa pia kuna ukame ambayo ikikuja pia inakuwa ni kali sana na imeathiri pakubwa sana sehemu ya Northeastern Kenya na upande za Turkana inakuwa even more pia kwa ajili ya mabadiliko ya tabia nchi. Na Bwana Bahati, teknolojia imekuwa nyenzo muhimu sana katika maisha yetu ya sasa. Je, teknolojia hii imechangia vipi katika masuala ya utabiri wa hali ya hewa na mabadiliko ya tabia nchi? Teknolojia inasaidia pakubwa sana, especially kwa mfano mali tuko na radio. Unaweza pata ukiwa na hiyo radio na ikiwa ile kwa mashinani na watangazaji ni wa kutoka kule mashinani, unaweza pata kwamba wanaweza tumia lugha ya nyumbani kueleza watu mambo ya utabiri wa hali ya hewa na zile warning ambazo ziko kwa early warning ambazo ziko kwa utabiri wa hali ya hewa zikaelezwa watu mapema ili wakajiandaa. Kwa mfano kama ni sehemu ya mafuriko, unaweza pata kwamba watu
watu wametengeneza dikes zili zizuie maji kufikia watu. Unaweza pata pia watu wanaelimishwa jinsi ya kuhama sehemu zile ambazo wanakaa ikiwa maji yataongezeka, ili wapate kuepuka maafa ambayo yanatokana na mafuriko kama kifo, kupoteza wanyama na kupoteza mali yao. Na je, idara ya utabiri wa hali ya hewa inafanyaje kuhakikisha kwamba jumbe hizi za utabiri wa hali ya hewa zinawafikia Wakenya kwa wakati unaofaa na kuwasaidia kuchukua hatua stahiki? Kama idara ya utabiri wa hali ya hewa, kile tumefanya pakubwa ni kutoa utabiri wa hali ya hewa wa msimu, na hasa hapa Kenya msimu ambayo inajulikana kwa vizuri sana ni msimu wa mwezi wa 3 ambao unashika mwezi wa 3, mwezi wa 4 na mwezi wa 5, alafu na ile mvua ambayo huwa tunapata ya mwezi wa 10, 11 na 12. Tukishatoa utabiri wa hali ya hewa wa miezi 3 hivyo, huwa pia tunawafuatiza na utabiri wa hali ya hewa wa mwezi, alafu tunaifuatisha na kutoa utabiri wa hali ya hewa wa kila wiki. Na hizo huwa zinasaidia wananchi kujipanga ili wapate kufanya kazi yao kama ya ukulima ili wafaulu. Mahali tumefika ndio tunawafikia wananchi, lakini hatuwezi sema tunafikia wananchi wote. Na tukipata njia yoyote ya kufikia wananchi itakuwa ni furaha kwetu, kwa sababu tunataka tuwafikie wengi iwezekanavyo, hata kama inawezekana wote. Ikiwa tunaongea na wananchi pia tutaongea nao specifically on where they are. Ikiwa kwa mfano kuna mtu ako Nairobi, ataambiwa mambo ya Kibera kufuatana na hali ya Kibera. Lakini ikiwa mimi naenda kumwongelesha mtu kule Budalangi, nitamuongelesha kufuatana na yale mazingira ambayo yuko. Kwa hivyo tunawaongelesha watu kufuatana na ile mazingira wako, ina jinsi ya kuwasaidia kuepukana na madhara ambayo yanaweza kuwakumba wakiwa sehemu hiyo. Unaendelea kusikiliza Dira ya Tabia Nchi, ambapo leo tunaangazia maelezo ya kina kuhusu tofauti kati ya mabadiliko ya tabia nchi na hali ya hewa. Karibu tena, mimi ni Noel Cynthia Atieno. Na tunapokamilisha, nini ujumbe wako wa mwisho kwa Kenya? Nawahimiza tu wananchi kwa ujumla wawe wa haraka kidogo wakipata ujumbe kwamba kwa mfano kuna mkutano wa chief ama kuna mkutano wa sub-county director of education ama kuwe na mkutano wa sub-county commissioner. Wawe wepesi kwenda kusikiza, na wakishasikiza yale wamesikiza waweze kuyatumikia ili yaweze kuwasaidia. Hata wakipewa mkutano kama ni wa wataalamu kama sisi wa utabiri wa hali ya hewa, tunaomba kwamba wasikize, tuongee pamoja, sisi tuwasikize na wao pia watusikize, alafu watimize yale ambayo tutakuwa tumeelewana pamoja. Ningeomba wananchi kwamba wakipata nafasi ya kukutana na watabiri wa hali ya hewa wa Kenya, wawe wanaweza kuwasikiza, waongee pamoja, waunde mipango yao kwa pamoja. Isiwe kwamba ni watabiri ndio wanawapatia mipango, lakini iwe inaundwa mipango ambayo ni ya jamii pamoja na viongozi wa serikali na wakiwa pamoja na watabiri wa hali ya hewa. Na sasa katika safu yetu ya je, wafahamu nini tofauti kati ya tabia nchi na hali ya hewa? Tuungane naye mwanahabari wetu Whitney Nelima kwa maelezo zaidi. Tabia nchi ni hali ya hewa ya kawaida katika eneo fulani kwa kipindi kirefu kama vile miaka 30. Ni muundo wa wastani wa hali ya hewa kwa muda mrefu. Kwa upande mwingine, hali ya hewa ni hali ya anga katika kipindi kifupi kama vile siku moja au wiki. Tabia nchi huangalia mwelekeo wa joto, mvua, upepo na mambo mengine yanayohusiana na hali ya anga katika eneo kwa muda mrefu. Hali ya hewa ni kile tunachoona na kuhisi kila siku. Kwa mfano, unaweza kuamka asubuhi na kuwa na jua kali, lakini jioni kunanyesha. Maelezo haya ni kwa mujibu wa idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini. Mimi ni Whitney Nelima. Sasa wajua. Katika utabiri wa hali ya hewa tuungane naye mwanahabari wetu Peter Arere.
Kuanzia leo hadi Ijumaa, kaunti ya Nairobi inatarajiwa kushuhudia vipindi vya mvua. Hali ya joto mchana inatarajiwa kuwa kati ya nyuzi 22 na 27, huku usiku hali ya baridi ikifikia kati ya nyuzi 13 na 17. Katika maeneo ya Mathare, Kasarani, Ruaraka, Kamkunji, Madaraka, Embakasi, Westlands, Dagoretti, Kibra, Lang'ata na Starehe tunatarajia hali ya mawingu ikifuatwa na vipindi vya jua siku ya Jumatano na Ijumaa asubuhi. Alhamisi asubuhi kuna uwezekano wa mvua kidogo. Mchana wa Jumatano tunatarajia vipindi vya jua, huku Alhamisi na Ijumaa mvua nyepesi inatarajiwa. Usiku Jumatano hali ya mawingu itashuhudiwa, huku Alhamisi na Ijumaa mvua nyepesi ikitarajiwa. Hakuna hali mbaya ya hewa inayotarajiwa, hivyo hakuna sababu ya kuwa na wasiwasi, ila hakikisha unajikinga na mvua kwa kubeba mwavuli au koti la mvua, hasa Alhamisi na Ijumaa ambapo mvua nyepesi inatarajiwa. Pia madereva wanashauriwa kuwa waangalifu barabarani hasa wakati wa mvua ili kuepuka ajali zinazoweza kusababishwa na barabara zenye unyevunyevu. Kumbuka utabiri huu unapaswa kutumiwa pamoja na utabiri wa kila siku wa saa 24 unaotolewa na idara ya hali ya hewa. Haya ni kwa mjibu wa idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini. Mimi ni Peter Areri. Kufikia hapo tunatamatisha kipindi chetu cha leo. Usikose kuungana nami juma lijalo ambapo Dira ya Tabia Nchi tangazia kaunti ya Makueni, ambapo tutakutana na mkulima mwenye maono ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ambaye anafanikisha kilimo cha mazao yanayostahimili ukame. Usisahau kwenda kwenye mitandao yetu yote ya kijamii @KBC Radio Taifa na ujibu swali, je, kwa maoni yako mkulima katika maeneo kame anawezaje kuendesha kilimo chake ili apate mavuno mazuri? Je, kwa maoni yako mkulima katika maeneo kame anawezaje kuendesha kilimo chake ili apate mavuno mazuri? Kumbuka, gharama ya kutochukua hatua kuhusu mabadiliko ya tabia nchi ni kubwa kuliko ile ya kuchukua. Asante kwa wote waliohusika katika utayarishaji wa kipindi hiki. Mimi ni Noel Cynthia Atieno. Kwa heri kwa sasa.